Nyimbo imepewa grade la watu kusikiliza kuanzia miaka 18 na kuendelea. Na Oscar tumeshamwambia. Ukishapewa grade kwamba bana wimbo wako unapaswa kusikilizwa na watu kuanzia miaka 18 na kuendelea. Maana yake wimbo wake utapigwa kwenye night clubs. Wimbo wake utapigwa kwenye nyumba za starehe. Utapigwa kwenye maredio kuanzia saa 6 usiku. Ndo daraja la 18 na kuendelea. Maana yake kwamba hautapigwa wimbo huu kwenye public space. Public space manake kwenye vyombo vya usafiri ambapo kuna watoto, kwenye matamasha ambapo kuna watoto. Kwa hiyo tumezungumza naye na hiyo grade alishaipata mwenyewe, anajua. Kwa hiyo swala ni utekelezaji tu wa hicho kitu. Kuna namna ambapo tumeona kama msanii mpya Oscar kaleta ubunifu tofauti, kwa sababu ulikuwa kusema kwa kiongozi kwamba ubunifu kuna namna ya kuweka mashairi, sio ukianza tu ukienda kwenye chorus ndio kuambie kwamba ujumbe kumbe ulikuwa huu. Uone kwamba Oscar alichofanya ni ubunifu ambao hatujawahi kusikia kwenye masikio, ambao labda umeleta ladha nyingine kwa sisi wasikilizaji wa muziki. Na huo ubunifu si nimeshauzungumzia, lakini nimesema kwenye composition unaposema word setting, yani word setting ni uwekaji wa maneno katika ule ubunifu wa melodia, na penyewe patakuwa uwe nini makini. Kwa hiyo pale anatumia maneno makali, watu ambao hawajazoea kuyatumia. Unaonaje angekuwa ameleta maneno yenye mafumbo fulani hivi, sio moja kwa moja tu unajiachia. Unaona lakini ubunifu ndio unatofautiana, lakini nategemea ubunifu pia wako watu wana upokeaje. Na huo ndio ugumu wa sanaa. Unasema sanaa, kila mtu anaweza kusema kwamba bwana hiki kitu ni kizuri, hiki kitu ni kibaya. Kila mtu ana namna yake anavyoipokea sanaa. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na lugha moja tu kwamba bwana sanaa lazima iwe hivi. Sawa, mmewekea limitation kwa maana kwamba usikilize sehemu maalum na age ya vijana kadhaa. Nyie kama baraza la sanaa la taifa mtajuaje sasa kwamba ni lika hili ndio linasikiliza hii nyimbo ya Oscar? Ndugu yangu, hata ukienda Marekani sasa hivi ukiambia pakia wimbo wako kwenye YouTube, wanakuuliza pale miaka mingapi. Sasa swala la jamii kwamba wewe utamonitor vipi, hilo ni swala jingine. Lakini sisi tumeshatoa hiyo grade. Kwa hiyo wewe mwenyewe kama unakula unajua hii haikuhusu, ni la kwako sasa. Kwenye digital platform ndio, na yeye tulimpa kabla, anajua na tulizungumza. Haya jamani, nashukuru. Sawa, lakini nyimbo kali, sio nyimbo umeionaje kiongozi? Wimbo wenyewe. Ndio maana huwa naambia msiingie huko ndani. Ya nadhani muongozo wa maadili nimeshakupatia. Ndio. Nyimbo tumesikiliza. Hebu tuambie. Asante kwanza kwa kuweza kuniita hapa, kwa sababu hii ni safari mpya ambayo naianza na itakuwa na vitu vingi sana vya kujifunza. Kwa hiyo kwanza nikushukuru kwa kuweza kuniita. Lakini tukienda kwenye wimbo wenyewe. Huu ni wimbo wa kutubu. Ni wimbo wa toba wa mwanadamu ambaye amefanya makosa mengi sana ambayo hayapendezi kwenye jamii, hayampendezi pia Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanaamini Mungu yupo. Na wimbo umekusudia kumpa nafasi huyu ambaye amepotoka kwenye jamii, ametenda madhambi mengi sana, bado iko fursa mbele za Mungu ambako unaweza ukamrejelea, ukaenda kutubu, ukaomba kuombewa, ukaomba kwenda kupewa msamaha. Ndio maana ukisikiliza kwenye chorus wametajwa viongozi mbalimbali wakubwa wa kiimani, kwa maana ya huyu mkosadi, kila dhambi iliyotajwa ni kitu ambacho hakifai, lakini bado iko nafasi, iko fursa ya huyu mtu kurudi kwa viongozi wake wa kiimani, kurudi kumlilia Mungu wake na kuweza kusamehewa. Kwa hiyo hili ndilo lililokuwa kusudio langu la kutomfanya mnyonge huyu mtu ambaye amekosea kwenye jamii, kwa sababu wako watu wakikosea huwa wanakwenda kwenye hatua za mbele zaidi ambazo
kwa maoni yangu huwa wanafika kwenye hatua mbaya. Kwa hiyo huyu niliyemleta kwenye huu wimbo ni mkosaji kwenye jamii yetu, lakini kumuonyesha kwamba uko mlango wa viongozi wetu wa dini ambao wanaenda kwenda kuwalilia na Mungu wake akaweza kuombewa na baadaye akaja kugeuka tu kuwa mtu mwema kwenye jamii yetu. Asante. Ya, sasa mwanasheria umesikiliza? Mimi kwanza kama nilivyosema nikukaribisha kwenye sanaa. Lakini pia nadhani wimbo wako uwezekana watu hawajaupokea kwa staili ya utunzi kwamba unaanzia wapi. Unajua mtunzi yote ni mbunifu, anajua anaanzia wapi. Sisi ambao tumesoma composition, unapokuwa una compose wimbo, ukishamaliza compose ile melody, unasema sasa nichague maneno ya kuweka kwenye ile melodia. Sasa ninaanza vipi? Kwa utakuta wimbo wako yani mpaka ufike kwenye chorus mtu ndo anaona kwamba ala, kumbe upo kwa ajili ya kuelimisha. Lakini unapoanza unaanza na maneno ambayo watu hawajazoea kuyaanza. Yaani mtu akisikiliza tu anaweza akasema wimbo sisikilizi tena. Sasa nadhani kwenye sanaa pia pata ushauri, wataalamu wapo, unaanza vipi? Anza na story ambayo mtu atakuwa ana hamu ya kuendelea kusikiliza kwamba hivi anataka kusema nini? Hivi anataka kusema nini? Anataka kusema nini? Lakini ukianza na maneno wale ambayo jamii haijazoea kuyasikia akitamkwa tu, lakini ndio ukifika kwenye chorus mtu anajua kabisa hapa kumbe kuna kitu anasema. Kwa mimi nadhani wakati mwingine tuendelee kujifunza. Tunasema msanii ni kioo cha jamii. Watu huwa wanatafsiri tofauti. Wanafikiri yani msanii watu wanasema ndio wafuate tabia yake nzuri tu. Msanii pia anaimba kinachotokea kwenye jamii. Kwa hiyo ana reflect kile kinachotokea kwenye jamii, ndo anasema kwamba jamii bwana inasema kitu fulani. Jamii kumbe inafanana na kitu fulani. Na hiyo watu huwa wanasahau. Kwa hiyo mimi nione tu kwamba katika ile style maneno makali next time, yani usianze nayo. Unajua unaanza moja kwa moja, sawa yanafanyika, lakini kuwa mbunifu kidogo. Lakini ukifika kwenye chorus ndipo unaona kabisa kwamba kumbe kuna uelimishaji unaendelea. Kwa hiyo muongozo wetu huo hapo mimi nadhani utumie kwa hiti zako zinazokuja, na pia tupigie na sisi rap moja hapo BASATA kuhusu muongozo. Ndio hivyo bwana. Kwa hiyo sisi tunakukaribisha kwenye sanaa, piga kazi, lakini hakikisha kwamba usajili wako umekamilika. Ukamilika usajili wako. Basi, asanteni jamani.